kwa majina naitwa Adam Kisinza Maige, alimaarufu Mwananchoma. Mimi nilikuwa mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo toka mwaka 1994 hadi leo. Nimedumu nafasi mbalimbali za kiuongozi ndani ya chama na serikali. Nikianza chini kabisa, kwa sababu mfumo wa uongozi, ili uwe kiongozi lazima uanzie chini kupanda juu. Nimeanzia misingi ambayo ni matawi, nimeenda kata kama mwenyekiti, nimeenda jimbo kama mwenyekiti, nimeenda wilaya kama mwenyekiti, lakini nimeenda mkoa kama katibu wa baraza la wazee. Lakini chaguzi mimi natokea wilaya ya Kaliwa, jimbo la Uliankuru. Chaguzi iliyopita juzi ya ndani ya chama, niliweza kuomba nafasi ya kanda kama mwenyekiti wa baraza la wazee kanda ya magharibi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Na nashukuru Mungu, kula zilienea vizuri sana, nikawa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kanda ya magharibi, kwa maana ya mikoa mitatu: Katavi, Kigoma na Tabora. Lakini niseme wazi, niliingia huo wanachama tarehe 15 mwezi kama huu, mwaka huo nilioutaja 1994. Naamini na leo tarehe 15 mwezi huo wa 5 kasoro mwaka 2025. Nina tamko moja ambalo ninasema, kutokana na nafasi zangu zote nilizozitumikia, kwanza nawashukuru sana wanachama, lakini nawasubiri na washukuru wa Tanzania kadiri tulivyoshirikiana kwa ngazi mbalimbali kusukuma gurudumu la maendeleo. Kwa nini nasema nilikuwa mwanachama wa Chadema? Na leo nasema kupitia nafasi zote na wanachama wangu, kwa sababu ili uwe na nafasi kwanza uwe mwanachama. Sasa natamka wazi leo, kutokana na wanachama wangu wa miaka yote hiyo 30 na kidogo mpaka leo niliodumu kwenye chama, nimekaa na tafakari kwa muda mrefu kutokana na mwenendo wetu wa chama chetu kadiri tu muda wa uchaguzi ulivyopita ngazi ya mwisho ambayo ni ya taifa. Kifupi, tumekosa network ya kiuongozi. Na isitoshe tumekosa nidhamu ya kwamba huyu ni kiongozi wa wilaya, anatakiwa aseme nini kwenye wilaya yake. Tumekuwa wasemaji wa kila mmoja kwa eneo lake na kwa wanachama wake. Sio katiba ya chama chetu inavyosema na kanuni zake. Sasa nimetafakari sana, pamoja na chaguzi na changamoto zake, nikasema hapana, na uzee huu na kuendelea na mambo haya, kwamba tunaanza sasa, badala ya kuforce namna gani tukawasaidia wa Tanzania, tunaanza sisi kwa sisi kulumbana na kutupiana maneno magumu ambayo hayastahili. Tumetoka nje ya katiba yetu. Nimeshuhudia juzi hapa mheshimiwa mwenyekiti wa taifa na kesi, na mpaka saizi yuko mahabusu. Lakini siku ya kesi yake nilichokishuhudia, wanachama na wafuasi mbalimbali walifika kwenye tukio ile kwenda kushuhudia, na siku hiyo watu walipata kipigo kikubwa sana. Sasa baada ya hicho kipigo, nilitegemea sasa makamu mwenyekiti ambaye yuko nje, baada ya hilo tukio, kwa sababu wafuasi wetu wameumizwa na nini, ataita kikao cha haraka ili kujadili kwanza namna gani juu ya hili lililotokea. Lakini kutokana na nilivyosema nidhamu ya kichama imekwisha,
Yeye hakujali hayo, akainuka na kuendelea na mikutano ya hadhara maeneo mbalimbali. Hakuwafikiria wale wa Tanzania. Mimi nikaniumiza kwa sababu ya uadilifu wangu na mimi jinsi nilivyolelewa. Sasa nikaona hakuna sababu. Tutaendelea hivyo mpaka lini? Hata ile tunayosema kwamba tunapambana na huyu CCM, tunamshinda lini kama sisi wenyewe tunaendelea kuwa na kutokuwa na majority ambayo Watanzania wanayatumaini kwetu. Nimefikia hivyo mpaka nimeamua leo kujivua nafasi zangu zote za uongozi na kujivua wanachama wangu. Si semi kwamba naenda chama gani, hapana. Nimesema naacha kila kitu, naenda kupumzika mimi na familia yangu. Kama kuna kazi ya ziada kule nyumbani kwangu, basi nitachunga hata mifugo. Lakini sizui anayetaka mawazo kwamba mzee tunaomba mawazo juu ya kisiasa tufanye nini, atakuja kwangu, tutashauriana, lakini sio kwamba nitahitaji tena nafasi kwenye eneo jingine. Asanteni.